Mtazamaji, asante kwa kuendelea kuichagua ITV. Tumerejea tena kwa ajili ya sehemu ya pili ya kipindi cha Kumekucha ambapo ni mahojiano, na hapa tayari mgeni wangu amekwisha wasili. Ni Dr. Marcellinus Jarvis kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili Mloganzila. Yeye ni daktari bingwa bobezi wa mishipa ya fahamu, na leo tutakuwa tukizungumza kuhusu uelewa wa kifafa. Mtazamaji, wewe unaelewa nini juu ya kifafa? Umesikia nini, na kipi zaidi ni muhimu kujua kuhusu ugonjwa huu wa kifafa? Tafadhali fuatana nasi mpaka mwisho. Tuko mubashara kwenye mitandao yetu ya Facebook na YouTube. Anwani yetu ni ITV Tanzania, na mimi ninayokaribisha ni Victoria Mwakisimba. Dr. Marcellinus, habari ya asubuhi? Salamu, habari ya kwako? Ni njema, karibu sana studio za ITV. Asante. Twende moja kwa moja, najua watazamaji wana hamu ya kufahamu. Leo tunazungumzia kuhusu uelewa kuhusu ugonjwa huu wa kifafa. Kifafa ni nini? Okay. Shukrani kwanza mtangazaji kwa kunipa fursa ya kujaribu kuelezea kuhusiana na kifafa. Kifafa ni ugonjwa ambao unajionyesha kwa watu kwa kuwa na ile hali ya kama mtu anapata kama degedege. Hiyo kwa Kiswahili rahisi ni kwamba mtu anapata degedege. Sasa anapopata degedege tunasema kwamba huyu mtu anaweza kuwa na kifafa. Lakini sasa kuna tofauti kidogo unapokuwa unasema hiki ni kifafa au degedege, kwa sababu degedege ni kiashiria kwamba huyu mtu anaweza kuwa na kifafa kama kifafa. Lakini kuna watu wanaweza wakapata degedege alafu tusiseme moja kwa moja kwamba hii ni kifafa. Kwa mpaka kwa kuna vitu fulani ambavyo vimeendelea baada ya mtu kupata hiyo kitu, hiyo hali ya kupata degedege, ndio tunasema okay, huyu mtu anaweza hii hali alionayo basi ni kifafa. Kwa sababu kuna vitu vingine ambavyo anaweza kupata tu degedege alafu isiwe kama kifafa tunachokitaka kukiongelea kwa siku ya leo. Okay. Naam. Mara nyingi mimi nimekuwa nikiona degedege nazungumzia kuhusu watoto, lakini kuhusu kifafa naona mpaka watu wazima huwa wanapata hii shida. Sasa hata huyu mtu mzima pia ana uwezo wa kuwa na hii degedege ambayo inaashiria kifafa? Ndiyo, inawezekana kwa sababu ile degedege ni kiashiria tu kwamba kuna kitu hakiko sawa kwenye ubongo. Okay. Sasa inawezekana hicho kitu katokea akiwa mtu mzima, au inawezekana alikuwa na vitu ambavyo viko kwenye ubongo, kulikuwa kuna athari kwenye ubongo wakati bado akiwa mdogo, anapokuja kuwa mkubwa vikaanza kuonyesha ile tabia ya kuwa anapata hilo degedege, ambao baadaye tukuja kufanya ile kumfanyia utafiti, tukamwangalia, tukamchunguza, tukajua huyu inawezekana pia hii ni kifafa kama kifafa. Kwa hiyo inaweza katokea kwa mtu mzima, kwa sababu visababishi vya kuwa na hiyo kifafa ni vingi. Unaona, kwa hiyo inategemea sasa baada ya kufanya uchunguzi anavyoendelea kuwa anapata hilo degedege ambalo baadaye tukasema okay, huyu anaweza kuwa na kifafa kwa sababu ya hivi visababishi ambavyo ni vingi kidogo. Kwa hiyo tunaweza tukajua kwamba hata mtu mzima anapata kifafa, tofauti na kwamba inaweza kawa tuko kwa mtu kama ulivyosema mtoto mdogo. Hapana. Tena mtoto mdogo ana asilimia kubwa kwa amepata kama degedege alafu isiwe kifafa. Kwa sababu kuna visababishi vingine vinaweza kusababisha kwa mtoto akawa anapata degedege alafu isije kawa kifafa. Ingawa anapopata hilo kitu kama degedege inapokuwa mdogo, kuna athari anazipata kwenye ubongo wake ambao mwishoni au baadaye huko kwenye utu uzima wake anaweza akaanza kupata hilo degedege ambalo likampelekea kuonekana sasa huyu hiki ni kifafa, kwa sababu athari zinaweza zikabaki baada ya kuwa anapata hizo hali za degedege akiwa mtoto mdogo. Sawa. Wewe kama daktari bingwa bobezi wa mishipa ya fahamu umetueleza kuhusu kifafa, kwa sema inakuwa kuna shida kwenye ubongo na ukasema kuna visababishi vingi. Unaweza ukatuelezea hivi visababishi vya ugonjwa wa kifafa? Yeah. Kuna visababishi ambavyo vinaweza vikasababisha baadaye mtu akaanza kuwa na kifafa. Vitu ambavyo viko vinajulikana, watu wengi wanavijua, hasa wanapokuwa watoto. Ni kwamba mtu anaweza kawa anapata degedege akiwa mtoto mdogo, alafu baadaye akaja akapata hiyo kifafa. Sasa visababishi vya kupata hiyo degedege akiwa mtoto mdogo inaweza ikawa moja, alizaliwa, wakati anazaliwa alipata shida kuzaliwa alichelewa labda kulia, au alikaa sana kwenye njia ya uzazi, au mama alikuwa anaumwa baadhi ya vitu, mtoto akawa hakukua vizuri kwenye wakati anazaliwa pale akapata changamoto. Yani ile wakati anatakiwa apumue kwa mara moja anapozaliwa, asichelewe kwenye ile labor pain
akapata changamoto kwenye ubongo, baadaye anaweza akaanza kupata degedege akiwa mtoto mdogo. Alafu inaweza ikakata, baadaye akaanza kupata kifafa baadaye anapokuwa mkubwa. Hiyo ni namna moja. Namna nyingine anaweza kuwa ni mtoto mdogo, wakati akiwa mtoto mdogo akawa anapata homa mara kwa mara. Akipata homa, watoto wengi ndio wanasikia hizo za watoto anapata homa kali, alafu baadaye anaanza kupata kama degedege. Baadaye katika utu uzima anaweza akaanza kupata hicho kama kifafa. Au mwingine akaanza kupata mtoto mdogo pale pale bado akiwa mdogo, akaanza kupata hilo degedege, baadaye akaendelea mpaka akawa mtu mzima. Hizo ni aina, hizo ni baadhi. Na hivyo vitu vinaweza kusababisha kwa mtoto kupata hizo degedege, ndio vitu vingine. Anaweza kazaliwa tu vizuri, akiwa mtoto mdogo akaanza kupata homa kali, akapata maambukizi, baadaye akaanza kupelekea akapata degedege. Hivyo ni kwa watoto wadogo. Lakini pia kwa watoto wadogo kuna kingine, anaweza akawa kama ulivyokuwa umeuliza swali la mwanzo kwamba anaweza akawa na vinasaba, kwamba ile amerithi kutoka kwenye ukoo wao au kwenye familia. Kuna aina fulani ya shida kwenye ubongo ambazo amedhirisi anapozaliwa, kwamba labda baba yake au mtoto au babu yake alikuwa na kifafa, akarithi. Baadaye naye akazaliwa akawa anapata hicho, kama hasa hicho kinakuwa kifafa chenyewe moja kwa moja, kwa sababu tunajua kabisa hiki amekirithi. Kwa baadaye anaweza akaanza kupata hiyo kifafa. Lakini kuna aina zingine ambazo mtu anaweza kaanza kupata kifafa kulingana na aidha maambukizi. Wengine wanaweza kupata maambukizi labda ya virusi au bakteria au minyoo. Baadaye hata akiwa mtu mzima anaweza akaanza kuwa anapata degedege, kwa sababu yale maambukizi kwenye ubongo baadaye anaweza kuanza kuleta athari ambayo inaweza ikawa ni endelevu, ikawa inamsababisha akawa anapata kila wakati anapata hilo lidegedege ambao mwisho tunaweza tukasema sasa hiki ni kifafa. Lakini kuna kingine ambacho inaweza ikasababisha mtu akapata kifafa. Kwa mfano wale watu ambao wamepata kama kiharusi. Anaweza akapata kiharusi, ile stroke. Yes. Ile athari ya ile stroke baadaye, au hata akiwa mtu mzima akipata stroke baadaye anaweza kaanza kupata kama degedege ambao baadaye anaweza tukasema hiki sasa ni kifafa kilichosababishwa na nini, na hiyo stroke. Au mtu mwingine akapata ajali, akipata ajali ya kichwa, akapata bongo ukavilia ndani, kwa na makovu, baadaye anaweza kaanza kupata hilo degedege ambao baadaye tunaweza tukasema hiki sasa ni kama kifafa. Lakini kuna namna nyingine pia mtu anaweza kupata hiyo degedege au baadaye kija kapelekea akawa anapata kifafa. Kwa mfano mtu ambaye anaweza akapata uvimbe kichwani, labda kama kansa au kitu kingine ambacho kasababisha kuwa kuna uvimbe kichwani. Ule uvimbe kichwani unaweza baadaye ukaanza kusababisha mtu anaanza kupata hilo kama degedege, au tunasema hiki ni kifafa. Kwa hiyo kuna au wakati mwingine mtu anaweza kupata kifafa labda kwa sababu nasema kemikali za mwili, kuna zile metabolic derangement zile, kwa sababu ya namna nyingi ambazo anaweza kuwa amezipata, labda alikuwa anaumwa sana, au mtu alikuwa na sukari, au na vitu vingi ambavyo vikasababisha zile kemikali za mwili zikawa haziko sawa, akaanza kupata hizo kama anapata kama degedege ambao kama italeta athari kubwa sana baadaye mwisho kwenye ubongo, anaweza akaendelea kupata hicho kifafa ambacho kinaweza ikabidi kiwe akawa na present na hicho kitu. Sawa, daktari, naomba nikurudishe tena nyuma. Mtu akipata kifafa tunajua kwamba ni kwenye ubongo, kichwani kuna vitu haviko sawa. Sasa huyu mtu mpaka yani hicho kitu ambacho kinakuwa hakiko sawa huko kichwani, ni nini kimeathirika? Ni ubongo, ni mishipa gani huko ndani imeathirika mpaka akaanza kupata hicho kifafa? Asante ndugu mwandishi. Kwa hiyo pale shida inakuwa ni ubongo wenyewe. Ubongo wenyewe kwa mfano kwa wale wanaorithi. Unakuta kuna seli za ubongo ziko zina shida. Yani zinakuwa lakini zinakuwa zina shida. Kwa sababu ubongo, zile seli za ubongo kuna kama umeme mle ndani, zinawasiliana kama umeme. Kwa hiyo zinapeleka zile taarifa zinawasiliana. Sasa ile njia ya mzunguko wa ule umeme kwenye zile seli za ubongo unakuwa una tatizo. Ukiwa una tatizo, maana yake
kama hauko vizuri ndio unaweza kupelekea baadaye anaweza akaanza kupata hizo degedege, kwa sababu kama anapata kama short kwamba umeme wake unakuwa sio mzuri. Sasa visababishi ndio kama vitu vya vitaji. Anaweza kana alirithi hizo seli ambazo haziko vizuri au akapata kwa mfano mtoto mdogo alikuwa anapata homa nyingi akapata athari kwenye ubongo au wakati anazaliwa ile oxygen haikuwa vizuri pale, wakati anazaliwa ubongo haukupata, kuna baadhi ya seli zikawa zimeathirika, baadaye upitishaji wake wa ubongo wa umeme unakuwa sio mzuri. Au mtu mwingine akapata kama nilivyokuambia stroke, hiyo kiharusi, ile sehemu ambayo alipata kiharusi kunakuwa kama na kovu, ile kovu linakuwa kama halipitishi umeme kama sehemu zingine, ambayo hiyo sehemu inaweza kusababisha mtu akaanza kupata kiharusi, hiyo degedege, au baadaye akaja akapata kifafa. Kwa hiyo ni vitu hata maambukizi kama nilivyosema ya virusi ya bakteria kiathiri ubongo, unaweza kaanza kupata hiyo hali. Au kama alipata uvimbe, ule uvimbe ukiwa kwenye sehemu ya ubongo unaathiri upitishaji wa umeme kwenye hiyo sehemu ambazo ni seli za ubongo. Kwa upitishaji wake wa umeme unakuwa hauko sawa. Kwa at some point unaweza kaonekana baada ya muda akaanza kupata hizo degedege ambazo baadaye akaanza akaanza kupata zile akaanza kuonesha kwamba anapata kifafa. Sasa kulingana na jinsi anavyo present, anavyokuwa anapata ile kidegedege inatokeaje mara ngapi, na kwa baadaye tukamwambia sasa huyu amepata kifafa, ana kifafa. Okay. Kwa maana hapo daktari umezungumzia kwa habari ya uvimbe kuwa kwenye ubongo. Kwa maana hiyo mtu anaweza kuwa na uvimbe kichwani lakini haupo kwenye ubongo. Yes, inawezekana huko kwenye mfupa tu nje au huko kwenye sehemu zingine labda kwenye zile layer za ubongo. Lakini ukiwa ndani au sehemu ambayo inaathiri zile seli za ubongo, kuna asilimia kubwa sana anaweza kaanza kupata ile degedege ambayo baadaye akaanza kuonyesha kama na kifafa. Ndio. Vipi jamii yetu inauelewa kiasi gani sasa kuhusu hili swala la kifafa? Kwa kweli uelewa bado uko chini, ndio maana tumekuja hapa kwa ajili ya kujaribu kuonyesha kwamba bana kuna tatizo kama hili hapa, kwa sababu kuanzia tarehe 2 mpaka tarehe 9 tulikuwa tuna hii kampeni ya kuongeza uelewa kuhusiana na kifafa, kwa sababu tunasema hii ni tatizo ambalo lipo kwa Watanzania ambalo linaathiri Watanzania karibu milioni 1. Kwa hiyo kwa asilimia Watanzania milioni 1 sio wachache, ni wengi. Na kuna maeneo ambayo unakuta kijiji kimoja kinaweza kuwa kuna watu kati ya karibu 37 mpaka 38 kati ya watu 1000 wanaweza kuwa kuna baadhi ya vijiji wana hiyo kifafa. Kuna maeneo ambayo yana asilimia kubwa sana ya kifafa. Na kwa sababu tunaona kwamba kuna tatizo, tunasema okay, tuje tuwaelimishe, na kwa sababu kuna uelewa mdogo na kuna imani ambazo sio sawa sana kuhusiana na mtu kuwa na ile kifafa. Kwa hiyo tunabidi tuje tujaribu kuambia kwamba bana hiki kitu kiko kwa namna hii. Kwa sababu kwa asilimia kubwa sana, karibu asilimia 75 ya watu ambao wana kifafa wanaamini sio kitu cha kawaida, kwamba wamerogwa, wametupiwa majini, kuna laana kwenye familia. Kwa hiyo sasa kwa sababu tunajua kuna vitu vingi ambavyo vinaweza vikasababisha mtu akapata hivi, inabidi tujaribu kuiweka sawa kwa jamii. Asante sana Dr. Marcellinus Jarvis. Mtazamaji, tupo na daktari bingwa bobezi wa mishipa ya fahamu tukizungumzia kuhusu uelewa juu ya ugonjwa wa kifafa. Unaweza ukajumuika nasi ukapiga simu ukauliza ama ukachangia chochote kwa nambari za simu ambazo zipo hapo kwenye runinga yako. Tunakukaribisha sana. Tutapokea simu yako, na ukiwa na swali ama kuna jambo linakutatiza, Dr. Marcellinus atakujibu. Haya, sasa umesema kuna maeneo ambayo utakuta hicho kijiji wanasumbuliwa labda kwa kiasi kikubwa na kifafa. Ninajaribu kufikiria mfumo, kuna namna yote lishe duni inawezekana inasababisha hii hali ya kifafa? Au haihusiani kabisa? Sio sana. Labda inaweza ikaathiri kwa namna nyingine, labda lishe duni labda kwa mama mjamzito, mtoto akazaliwa na shida yani unajua mama anapokuwa mjamzito alafu hajapata virutubisho vya kutosha kwenye kujifungua, anaweza kaa anapata shida. Mtoto akazaliwa, sasa athari ambazo zinawatokea watoto wanazaliwa na kilo ndogo, yani ile kati ya uhusiano kati ya yani kilo ambazo zinatakiwa mtoto anapozaliwa awe nazo na anazozaliwa nazo zinakuwa ziko kidogo. Hasa wale watoto ambao wanazaliwa na
uzito mdogo wanaweza wakapata athari sana wakati wanazaliwa, akaanza kupata changamoto. Kwa hiyo pia inaweza ikampelekea baadaye akaanza kupata, kwa sababu tumesema wakati mwingine wakati wa kuzaliwa, wakati wa mimba anaweza mtoto akawa anapata changamoto, au mama mwenyewe akawa na changamoto akashindwa kujifungua kumzaa mtoto kwa ile hali ya kawaida, kwamba labda ana upungufu wa yani unajua mtu ana kwa hiyo anapokuwa anajifungua akapata changamoto. Kwa hiyo ni inaweza labda kwa namna hiyo inawezekana. Daktari, tunaye James kutoka Mbeya. James, habari za asubuhi? Habari za asubuhi ni nzuri. Kwema hapo studio? Hapa ni kwema. Karibu sana James. Asante. Naomba nimuulize swali daktari. Mtoto amezaliwa hali ya kawaida, amekuwa hana shida yoyote, wakati wa ukubwa umri wake ameshakuwa mtu mzima, anapata kifafa kikali kabisa cha kudondoka na kuona kwamba hichi ni kifafa. Hiyo inakuwa imesababishwa na nini wakati amezaliwa tu yuko salama? Swali la kwanza. Swali la pili ni kwamba hichi kifafa kama ninavyosema inaanza degedege, inaweza kazidi kawa kifafa, lakini kunakuwa hakuna dalili zozote zinazoonyesha kwamba huyu mtu ilimpiga degedege. Sisi huwa tunaita imempiga degedege. Lakini hatimaye unakuta tu mtoto amefikia umri wa miaka 6, 7 kinaanza kifafa. Hapo ndipo jamii huwa tunahisi kwamba kuna shida gani, ndio tunaanza kutupiana maneno, wewe unaweza kuwa umenilogea mtoto wangu. Hapo ndio huwa tunaanza changamoto hiyo. Asante sana. Asante sana James. Naam, daktari karibu. Asante. Nimemsikia ndugu mtazamaji. Nadhani wakati naelezea visababishi vya kifafa nilisema kuna uwezekano mkubwa sana huyo mtu akazaliwa vizuri kabisa, akaenda akafika mpaka umri hata mtu mzima, au mtu mwingine akaanza kufika miaka kama alivyosema mtoto miaka 6 alikuwa amezaliwa vizuri, afu akaanza kuonyesha hizo dalili, au akaanza kupata degedege. Sasa kuna vitu ambavyo unaweza tukasema, kwanza yawezekana kuna ile generation vile vizazi vyake huko kuna mtu aidha kwa upande wa baba au wa mama, humo katikati kuna mtu mmoja labda alikuwa na kifafa. Kwa hiyo akawa merithi, afu akazaliwa vizuri tu, baadaye anaweza akaanza kuonyesha. Lakini pia kuna uwezekano wakati anazaliwa, kwa sababu sisi tunaamini kwamba inawezekana alizaliwa vizuri tu, alikuwa vizuri, lakini hapo katikati labda alichelewa kulia, au kuna vitu vilitokea ambavyo sio rahisi kila mtu akajua, ikawa imemwathiri kwenye ubongo. Au wakati mwingine yawezekana yeye ndo akawa wa kwanza, kwamba kuna vitu haviko sawa kwenye ubongo wake, kwenye ule umeme wake wa ubongo, akawa yeye ndo wa kwanza kupata changamoto. Kwa hiyo inawezekana pia kwamba mtu anazaliwa vizuri kama alivyosema mtazamaji, mwisho wa siku akaanza kuonekana na hiyo hali. Na ndio maana tunawashauri wanapokuwa wanapata hizo changamoto, kitu cha kwanza njoo tukuchunguze. Kwa sababu tunaweza tukakwambia hii, kwa sababu kuna aina tunasema unprovoked, kwamba kuna aina fulani ambayo imetoka tu, hakuna chanzo ambacho kimeonekana, alafu baadaye akaanza kupata kama yeye ndio hiyo, inawezekana yeye ndio first generation akawa ndo anapata, au huko nyuma historia yake kuangalia ile uzazi wa vile vizazi vyake kuna shida. Kwa hiyo sio kitu cha ndio maana tumekuja hapa. Kwa hawataki kuona kwamba jirani ametupia jini. Hapana. Kwa hiyo cha kufanya aje, tunaweza tukamwambia hii tunatafuta kabisa sababu, tukasema katika vile vitu vingine visababishe tumeviondoa. Hakuna maambukizi, hakuna uvimbe, hakuna chochote. Tunasema tunaweza tukasema bana, hii iko sehemu fulani ya ubongo. Kwa sababu kuna kipimo tunaweza tukafanya tukakwambia kwa tabia ya hii imetokea sehemu fulani ya ubongo, na inawezekana tu ni hiyo unprovoked. Daktari, sijajua kama tutakuwa nje ya mada, lakini ninatamani kujua kama huenda kukawa na uhusiano wote kati ya degedege ama kifafa na CP hasa kwa watoto. Yes. Asante. Kuna uhusiano mkubwa sana. Ndio maana nimesema pale mama anapokuwa anajifungua, kuna vitu ambavyo vinaweza vikatokea au kabla ya kujifungua au baada ya kujifungua au wakati anajifungua pale katikati. Sasa yale matukio yale yanaweza yakapelekea mtoto akapata CP kama ulivyoisema, ambayo ni cerebral palsy, ambayo sasa hiyo ni aina, yani ni severe form, ni aina mbaya zaidi
ya kifafa, kwa sababu anakuwa ameathirika pakubwa sana kwenye ubongo. Maanake ule ubongo wakati anajifungua yule mama haukupata ile oksijeni vizuri, au wakati kabla au wakati anajifungua au baada ya pale. Kwa hiyo ile inaweza ikampelekea yule mtoto akaathirika kiasi kikubwa sana kwenye ubongo, kiasi kwamba anapopata hizo athari akapata kama ulivyosema hiyo cerebral palsy. Sasa kitu cha kwanza ambacho kinatokeaga kikubwa sana ni kwa walio wengi waga wanapata hiyo kama degedege ambayo ndo kifafa karibu wote, kwa sababu mtu mwingine anaweza akawa na utindio wa ubongo alafu akawa anapata degedege, mwingine akawa kama amepata ule ulemavu kwa sababu ule ubongo haukupata oksijeni vizuri wakati anajifungua. Kwa hiyo nadhani karibu wote wenye CP wale wanakuwa wanapata hiyo kifafa kwa sababu tayari ule ubongo wao uliathirika pakubwa. Ndio maana tukasema pale ukiathirika pakubwa, sasa mwingine anaweza akapata hiyo CP, mwingine anaweza akapata athari kidogo ambayo akakaa akachelewa kuongea, akachelewa kutembea, baadaye akatembea. Unaona, baadaye atakapokuwa mtu mzima au anapozidi kuwa anakuwa kama mtoto wa shule, anaanza kuwa mzito darasani, anakuwa haelewi haraka, anajifunza kwa shida sana. Kwa hiyo baadaye anaanza kupata hiyo degedege, kwa maana yake athari aliipata wakati anajifungua. Kwa hiyo ni kama nadhani viko pamoja. Sawa sawa. Na hii kifafa ama degedege sasa tunazuia kwa mama, tunatibu kwa mtoto, ama tunafanyaje? Kwa sababu visababishi ni vingi ambavyo kama nilivyovitaja. Kwa hiyo inategemea, kwa sababu tunataka tuanze kwanza kwa sababu hiyo kifafa tunachokiongelea kwa leo kinaweza kikatokea tu ambacho vitu vingine vimekaa sawa. Cha kwanza inabidi tujue kifafa ni nini. Ikitokea tuweze kuwasaidia wale watu, kwa sababu kunaweza kuwa kuna sababu kubwa tu ambayo ikampelekea yule muathirika wa kifafa akaishi maisha mazuri hata kama ameipata kwa njia ambazo nimesema. Lakini shida inapokuja ni kwamba unakuta kwa sababu kuna hizi imani wanakuwa wanaachwa au kabla, kwa mfano wanasema kwa hizi data tulizonazo watu wanachukua mwaka mzima kuja kufikia kuja hospitali kubwa kwa ajili ya kutafuta matibabu. Unakuta wanachelewa. Kwa mwaka mzima huo unakuta mtu ameenda kwa waganga wa kienyeji, ameenda kuombewa, ameenda kufanya kitu gani, kwa anachelewa. Anapokuja kuna athari zinakuwepo, zimeshaanza kutokea, lakini kama atawahi mapema hatuwezi tukasema tutakitibu kile kifafa kitaisha kwamba kitaondoka. Inategemea na chanzo cha hicho kifafa. Lakini kuna asilimia kubwa tukaanza kutibu zile degedege, kwa sababu athari kubwa ni ile degedege anayoipata, kwa sababu mtu anaweza akapata degedege akazimia, akaanza, ndio wanasema mtu anaangukia kwenye barabara, anaangukia kwenye moto, akapata athari za kuwa na ile degedege. Kwa hiyo tukianza kuzitibu mapema anaweza akaanza kuishi maisha ambayo angalau yanaweza wanasema tukamodify maisha yake. Na kwa sababu kuna athari nyingi, wanapozidi kupata degedege mara kwa mara unazidi kuharibu ubongo, kwa sababu kile unapopata lile tukio linaathiri asilimia fulani ya zile seli za ubongo. Kwa hiyo unapopata mara kwa mara unaendelea kupata athari zaidi. Kwa hiyo unaweza kukuta mtu ambaye tungeweza kumtibu akapata dawa kwa muda mrefu, hata akapata kuna kitu kinaitwa remission, kwa maana anaweza katibiwa kwa muda fulani, akitibiwa kwa muda fulani akafuata masharti ya dawa vizuri, kuna muda huwa inaweza kaisha. Na kwa mfano ile nilikuwa nasema ile ya mwanzo ile ambayo ni unprovoked, kwamba mtoto amezaliwa vizuri tu, baada ya miaka 6-7 akaanza kupata hicho kifafa, akizingatia matumizi ya dawa vizuri, by miaka 25 miaka 30 humo huaga wanapona, inaisha kabisa. Lakini inaweza kaisha akakaa mpaka miaka ikirudi, lakini kuna namna fulani wanakuwa wamefika kitu inaitwa remission. Kwa hiyo tukiwahi tunaweza tuka improve yale maisha yao. Sawa, asante sana Dr. Gervais. Sasa nimekutana na nimeenda kumtembelea ndugu yangu akapata hiyo shida, ninamsaidieje kwa haraka? Msaada wa kwanza kabla sijampeleka hospitali. Okay. Ukimuona amepata hiyo hali pale ghafla, cha kwanza kuna wengine wanakosea. Unakuta mtu amemwekea vijiko mdomoni au mwiko asingate ulimi, au mtu akawa anapiga mkono anamshikilia. Hapana.
tunachotakiwa kufanya, kama ameanguka sehemu au ni chini, unahakikisha vile vitu vihatarishi ambavyo viko vinamzunguka vinatoka. Kama alikuwa kuna kitu ambacho cha ncha kali akipiga mkono hivi asije akajiumiza, unamwacha anatulia pale, unahakikisha tu ile hali, kwa sababu uko nyumbani huwezi ukafanya kitu chochote pale kwa haraka. Unamwacha ikitulia, sasa unamchukua, au kama unaweza kumchukua kwa muda ule ukamweka kwenye gari au chochote, lakini hakikisha kwamba wakati unamweka ile position yake anaweza kaendelea kupata, lakini asijiumize hapa akajigonga akafanya nini. Unamwaisha hospitali. Ukimwaisha hospitali, kama itakuwa ni hospitali ya karibu, basi wanampa dawa. Kuna ile nimesikia daktari kwamba asilale kifudifudi, umgeuze, hiyo inakuwa imekaaje? Anaweza, inategemea kwa sababu ukimlaza kifudifudi anaweza kaumiza labda meno au macho au nini. Lakini pia ukimlaza tena hivi akaangalia juu, nadhani inaweza kuwa ni better, lakini wakati mwingine kuna anaweza akapaliwa vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni lakini kwa kumlaza hivi sio nani sana, kwa sababu anaweza kaumia ile lakini akilala kwa mgongo ataumiza hizi nyama na huku, lakini huku sio nipata sawa. Okay. Naam. Sawa. Sasa kuna huyu mtu ambaye labda ni mtu mzima na ana hii hali ya kifafa. Kuna mtindo wa maisha labda anatakiwa kuacha ili asiprovoke hiyo hali yake? Mtindo wa maisha wa kwanza ambao unatakiwa ni kutumia dawa. Cha pili, kuna namna fulani, kuna aina ya kazi ambazo anaweza akawa anafanya. Nadhani inabidi kwanza asiwe mwoga kusema. Watu wengi wanaficha. Kwa hiyo akisema bwana, mimi nimeonekana napata ili tatizo la degedege ambayo ni kifafa, visababishi ni vingi kama nilivyovisema. Kwa hiyo kwenye eneo lake la kazi wanaweza wakawa wanampa kazi ambayo inaweza ikawa less risk. Kwa mfano, mtu alikuwa anajenga, ni mjenzi, anapanda juu, ikimtokea kule juu anaweza kawa ni dereva wa gari, lakini akataka kusema anaendesha afi mkuta wakati anaendesha gari. Kuna mtu mwingine anafanya kazi za usiku sana, night. Wakati mwingine hizi mianga kama hii kwako ni kwa mtu ambaye anapata kifafa inaweza ikawa changamoto. Kikaa kwenye mwanga mkali muda mrefu, alafu hapati usingizi wa kutosha, kwa hiyo inaweza ikaamsha ile hali. Kwa hiyo anaweza akambadilishia eneo la kazi akawa anafanya hizo, lakini cha msingi kwanza ni kuzingatia matumizi ya dawa. Na kama alikuwa ni mtu anayekunywa na vitu kama hivyo, inabidi sasa aanze kuacha, kwa sababu anabidi atumie dawa kila siku. Kwa sababu inakuhitaji kutumia dawa kila siku mara mbili, inategemea na aina kwa kiasi gani umeathirika. Kwa hiyo ni lazima kufanya modification of life. Sawa. Na hii hali daktari haina hata dalili kwamba labda hivi ninavyojisikia nitaanguka, hutokea ghafla tu? Inaweza ikatokea ghafla, lakini kuna wengine wanajua. Kuna asilimia kubwa wanajua. Anahisi, anaweza kaanza kusikia harufu ambazo, au akasikia vikelele zinaitwa auras, au akaona mwanga, akaona kama nyota. Anasikia kichwani. Yani akimaliza pale ndo atakueleza kwamba bana, kabla ya hapo nilikuwa naona kama nasikia kelele, au nilikuwa nasikia harufu, au nilikuwa nasikia vitu fulani, au kama mwanga unapita. Kwa hiyo baada ya hapo kuna mtu mwingine anaweza inakaribia, au mwingine anaweza kichwa kinaanza kumuuma. Wengine wanajua, anasema niliona kitu fulani. Kwa hiyo kuna viashiria fulani vinaweza vikatokea, lakini sio wote. Wengine inatokea tu ghafla, amekaa akajisikia tu vibaya, au akajisikia tu labda mapigo ya moyo yanakimbia, anaanza kutoa kijasho, baadaye anaanguka. Kwa hiyo wakati mwingine inavyotokea ile hali inakuwa sio rahisi yeye kwa kutake action. Wengi wanakuwa wachache sana wanaweza akasema naona kama leo naweza nikapata. Sawa. Unawaambia nini sasa Watanzania, tukiwa tuna sekunde chache, neno lako kwa Watanzania na watazamaji? Mimi ninachoweza kuambia ni kwamba kifafa kinaweza hakitibiki kikaisha, lakini tunaweza tukakusaidia kuishi na kifafa na bila kuwa na complication nyingi. Alafu kifafa ni kitu ambacho sio cha kulogwa. Sio kitu ambacho sijui mtu amemtupia majini au anilana. Ni tatizo ambalo lipo tu, ambalo linaweza lika sawa na matatizo mengine. Kwa hiyo tunawashauri Watanzania wanapoona mtu anapata hiyo hali, haraka waende kituo cha afya cha karibu, au kituo au hospitali, au sehemu yote ambayo anaweza kupata msaada, aanze kutibiwa moja kwa moja. Asante sana Dr. Marcellinus, ni matumaini yangu utakuja tena na tena ili tuzidi kuwapa elimu wa Tanzania. Asante.
Mtazamaji, huyo ni Dr. Marcellinus Jarvis kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili Mloganzila. Ni daktari bingwa bobezi wa mishipa ya fahamu. Leo tulikuwa tunazungumza juu ya uelewa kuhusu ugonjwa wa kifafa. Ni matumaini yangu umeelewa vema, na tutazidi kutoa elimu hii ili kuhakikisha jamii yetu inakuwa salama. Mimi ni Victoria Maximba, asante sana kwa kuichagua ITV asubuhi hii. Kwa niaba ya wote, hivi ndivyo ambavyo tunahitimisha kipindi cha Kumekucha, na kifuatacho muda mfupi kutoka sasa ni marudio ya taarifa ya habari. Endelea kuitazama ITV.